Kwanza nishukuru sana uongozi wa Yanga kulifanyia kazi zile mechi ambazo zilikuwa 3 mfululizo ambazo zilikuwa sare zile. Kiukweli kama mashabiki na wanachama, hata viongozi, hata wachezaji wenyewe, sidhani kama walikuwa wanalizia au walikuwa wanalizika kwa staili ile ya sare. Na ndio maana hata ilifikia kipindi upande wa pili kule alishasema kombe hili hapa, kwa sababu unapokwenda kutoa sare 3 mfululizo, alafu tumwangalie mwenzako, ingawa tulisema linabebwa, lakini tukasema wao wamejipa imani kwamba wanakuambia ubingwa wanaenda kuchukua mapema. Lakini viongozi wa Yanga kalifanyia kazi, na kumbuka kwenye mechi ya mwisho tuliocheza dhidi ya Mtibwa Sukari pale Jamhuri Dodoma, baada ya kurejea tu Dar es Salaam wakafanya kikao viongozi, na kweli baada ya ligi kuu kusimama na baada ya kuanza sasa tukaona timu imeboreka zaidi, na kwenye benchi la ufundi, yani kwenye upande wa kocha pale wakamuongeza Mola ambaye alikuwa ni kocha wa Mema Melody Sundowns kutoka kule South Africa. Kiukweli kabisa tangia mechi ya kwanza dhidi ya Tanzania Prison tulipocheza hapa KMC Mwenge, kiukweli tulimlamba 3 aka Kibajaji. Tukaja kwenye mechi ya pili tuliposafiri tukaenda Mwanza. Kiukweli katika mechi ambayo nikaona kabisa kweli Yanga imebadilika kila sekta kwenye mechi ya dhidi ya Pamba, kwa sababu Pamba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ni timu ambayo tunakwenda mzunguko wa pili kwa hajapoteza mchezo hata mmoja, na mpaka ilifikia kipindi wakawa wanajeuri, wanasema kama wanakwambia ligi kuu Tanzania bara wanaonekana wao ndo viburi. Tena wakaenda mbali zaidi wakasema katika timu 3 za Dar es Salaam, yani watoto wa Mudi, Azam Mfungamabishi pamoja na Yanga, anakuambia wameshazidindishia timu 2 ambao ni Toto la Mudi pamoja na Azam. Na ni kweli Azam walivyokwenda katika uwanja CCM Kirumba, katapika pointi 2 pale, yani kaondoka Shona Kijola pale sare, akarudi da, kaenda Toto la Mudi piga kelele, naye Kijola akarudi da, wakasema amebakia mtu huyu mmoja ambao ni sisi ambao ni mabingwa watetezi. Tukatua pale CCM Kirumba majuzi, siku ya Jumatano goma likapigwa pale. Lakini mashabiki wa Simba na wadau wa Simba wanasema kucheza na Pamba Jiji ni watoto wa nyumbani, wale ni ndugu. Nyie na Pamba Jiji ni ndugu, manake wasingeweza kuwakazia hapo hivi. Ngoja kwanza, kama Pamba Jiji sisi ni ndugu yetu, ni mdogo wetu, lakini mimi sidhani kama Pamba Jiji ni ndugu yetu. Sasa tunaachana na Pamba. Haya, kama Pamba ni kweli ni ndugu yetu, yeye na Azam wapoje? Maana ukizungumzia Azam, yani umemzungumza mtoto wa Mudi moja kwa moja, kwa sababu ile Mzizima dabi watu waelewagi maana Mzizima dabi ni nani. Mtoto wa Mudi kabla hajaenda Kariakoo zamani, kipindi hicho pale wanapoita Mzizima pale wapi pale Bandara Ngoze pale ndo ilikuwa makao makuu au ofisi au ndo kitu wanasema kijiwe cha wale watoto wale. Na ndio maana mwanachama wa kwanza alikuwa ni Balesa, sijui nielewana sijui. Mwanachama wa Simba. Yani mwanachama wa kwanza. Na ndio maana ukifuatilia Azam vizuri, kipindi nasimamiwa na baba yake, sijui nielewana, yule Balesa yule. Mtoto Mudi kila siku anachukua pointi 3 pale. Lakini mtoto baada ya kuchukua ile timu inakwambia mambo ya uswaiba hakuna. Kila mmoja anataka gombanie kule kombe. Kwa hiyo wapa uswaiba. Hii timu imekuja kubadilika baada ya mtoto wa Balesa kuichukua ile timu. Ndio mpaka leo unaona Simba kila kikutana na Azam anakula bakola. Kwa hiyo sasa wakisema Pamba ni mwanetu, je, tuangalie Pamba na mimi, nani kala nyingi, nani kafungwa mara nyingi na Yanga, nani katukabidhi makombe mara nyingi? Toto la Mudi ndio ametukabidhi mara nyingi, na katika ligi kuu Tanzania bara au Tanzania hii anayeongoza kupigwa na Yanga ni Toto la Mudi. Kwa hiyo ninapozungumza hivyo, kwanza unawaangalia ni wakati gani unaozungumza, kwa sababu ukija kwenye hii 2025-26 kikweli watoto washapagawa. Na ndio maana mpaka sasa hivi angalia wakicheza jinsi, angalia baada ya dakika 90 kuisha wanavobweka mitandaoni, unaona kabisa kama nyoka wale wanataka kukata roho, kwa sababu wale washapagawa mpaka sasa hivi. Kwanza wale watoto wanafananisha na mafuta, hata ukitia kiberiti wamewaka, kwa sababu kuna kipindi wanakuambia Simba bingwa, lakini wakicheza mechi ya kwanza tu Kijola anaanza kulaumu muamuzi. Haya, wewe mtafuta Toto la Mudi sasa hivi muulize Yanga vipi, atakwambia Yanga bingwa. Washakubali tayari Yanga bingwa. Sasa au mafuta hata. Yani wale wapo kama sigara kali. Kwa hiyo wale tunacheza nao kama walivyo. Na unaangalia kwenye mechi waliocheza dhidi ya Azam FC kule, wameboeka kweli mtasiko na mlaumu muamuzi. Wamekwenda kule kwa nani? Wakasema nani? Wakasema Rajiga, wanasema hawana bahati naye. Wakaenda kule nani kule? Huku Arusha wakacheza na hawa nani hawa na TRA. Tupo kusanya mapato tena alishakusanya, sema refa akapitisha mbeleko wale. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kwamba wale watoto mpaka sasa washapagawa. Yani kiukweli kabisa kiuhalisia, ukija kwenye ubora wa wachezaji, sisi tuna wachezaji wao wanachakalikaji. Unajua siku zote mchakalikaji lazima alilie vipenati. Hebu nitajie mechi gani ya Yanga ambayo sisi tunalia vipenati? Mechi gani? Hakuna. Lakini ukienda kwao kule muda wote analalamikia vipenati. Kwa hiyo ifikie kipindi kwenye mpira miguu tu tunaheshimiana. Kwa hiyo wale mimi sina hata shaka nao. Mwezi wa 5 hata sio mbali. So wanasema Pamba Jiji mwanetu. Kwani yeye nimempiga mara ngapi? Mara 6.5. Sasa Pamba Jiji nimempiga mara ngapi? Kwa hiyo tutakutana naye mwezi wa 5. Tena siku za mwanzoni kabisa tarehe 3 ya mwezi wa 5 huyu hapa. Tena ndio mechi ya kwenda kukabidhiwa ubingwa. Kwa sababu
ukiangalia ratiba ya haraka haraka hapa kwenye ligi kuu Tanzania bara, inatakiwa ligi kuu Tanzania bara iishe mwezi wa 5 mwishoni au mwezi wa 6 mwanzoni. Kwa hiyo ukiangalia tarehe 3 mwezi wa 5, kwa hiyo hii ndio mechi ya kwenda kutangaza ubingwa, mimi na yeye. Tena yeye ndio anaongoza kunikabidhi kombe, kwani kwenye kombe la juzi 2024-25 kanikabidhi kwa Mkapa pale mchana kweupe, ligi kuu Tanzania bara imeshakata. Kwa hiyo hajulikani bingwa ni nani, tukaenda kucheza kama finali, kombe limewekwa pale. Au si mna kumbukumbu nyinyi? Wakasema wanaenda kulipa kisasi, kawaje tukamlamba 2. Sijui nielewana sijui. Kwa hiyo wale wanavyozungumza, chukua na nyakati walizokuwa nazo, hali mbaya, hali tete. Sasa hali tete yenyewe itaendelea lini? Wewe subiri kesho zidi ya Dodoma Jiji. Si unaona juzi walivyohangaika na wale nani TRA kule. Sasa subiri kesho, wakishabufuliwa na wale Dodoma Jiji wale wanaenda kuuana wale. Kwa hiyo wale tuache kama alivyo. Ngoja kwanza nimalize mchezo wangu zidi ya TMA huyu. Wanasema hii hatua 16 nataka robo finali. Sasa kwenye robo finali nilikuwa nalitamani sana nipange naye robo finali. Namtamani kweli kweli. Yaani mimi naomba kesho kule, yani kwanza mimi nina uhakika kushinda ya kuingia robo finali. Alafu yeye kule namuombea kesho ashinde. Alafu nawaomba TFF atupange naye. Kabla ligi kuu Tanzania bara tujakutana mwezi wa 5. Robo finali itaanza kabla ya mwezi wa 5 hiyo. Huyu hapa robo finali. Alafu uwanja mwenyewe achague. Lakini kwa mechi iliyopita walisema kwamba nyewe mliponea chukuchuku pale Zanzibar ikiwa nyewe ndio wenyeji. Mechi gani kwanza? Mechi ya dabi. Sasa hivi mimi sijawahi kuona mtu anaupiga mpira mpaka unamwagika. Mtu amejidefense umfunge sasa, kwa sababu kwenye swala la mpira miguu mtu anavyojidefense wao unatumia advertise hiyo ya kumfunga, kwa sababu mtu anavorudi nyuma wanakuambia kapaki basi. Sasa wewe kwa sababu mabeki watazuia, watachoka. Unaona? Kwa sababu mashambulizi yamekuwa mengi. Sasa wewe mtu kajidefense, sio ndio ukachukua point 3 muhimu. Na ni kweli siku ile kaupiga mpaka umemwagika pale. Tumemwacha acheze bila hata pakome pale. Kashindwa kuchukua point 3. Na ndio maana tulivorudi sasa tukamwambiaje? Akamwambia kama mmeshindwa kuifunga Yanga ile ya Zanzibar, tuadunda mara 6.5. Hamuifungi tena. Sio ile bwana. Yaani kama mmeshindwa kuifunga ile Yanga ya Zanzibar bila pakome, au haifungi tena. Yaani pale ndio imetoka. Labda tumaliza na hili sasa, unawaambia nini mashabiki wa Simba kuwapoza poza kwenye hiki kipindi ambacho wanapitia wao? Kwanza wao wana mioyo. Kwa sababu tulivyowaambia tunachukua ubingwa mara 10 mfululizo na uwezo tunao na sababu tunazo, kwa sababu tuna kikosi bora, tuna wachakalikaji. Lile pila lao la Kombolela kwa kipindi hiki cha kuchukua ubingwa wasahau kabisa. Kwanza wao wapole, wao endelee kulisupport timu lao wakiamua kususa. Na ndio maana ukiwasikiliza juzi walivyocheza dhidi ya shoga yake walimfunga badisha Azam yule. Walisema itafikia kipindi kama nani hao makocha nani marefari akina Lajiga atakuwa anachezesha mechi yao, wanakuambia watasusia na wasuse, kwa sababu wewe kama Lajiga umtaki, haya Lajiga umetoa naye sali, mbona nani refari wa kwanza ulibufuliwa? Haya yule wa juu waliocheza naye juzi kule tiala alikuwa Lajiga kule, wala wana wachezaji wanachakalikaji. Wewe pila lile la Kombolela hivi, wewe kwenda kuchukua pointi 3 mbele ya mwanaume mwenzio, wewe unafanya mchezo? Wewe unafikia Ziziki alipokuaga na kunja vinjunga, unafikia ni kwa kunja vinjunga, unafikiri nani anataka unachukua pointi 3 jasho na damu, au Max Zingana anapochomekeaga wewe unafikiri nani ile tozi yule, so tozi kwamba anakwenda kuchukua pointi 3 kinaga ubaga. Kwa hiyo wale watoto mpaka sasa hivi kwenye ubingwa yani kwanza wana hamu ya kuchukua ubingwa, hilo ndio la kwanza. Yani ukiangalia mara nyingi sana, yani kwanza wanalazimisha kuchukua ubingwa misiri ya kutaka kulazimisha muingize ng'ombe kwenye kibajaji, kwa sababu ukiangalia juzi hapa waliliibua swala la nani hili la Damalo, wakitegemea kwamba Yanga nyang'anywe point ngapi, point 3 au point zile zilizotengezea Damalo zote anyang'anywe ili Yanga awe na pointi chache yawe nyingi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Haya, baada ya kushinda kule TFF kule wakasema Damalo ni Mtanzania, kazaliwa Mwanza wilaya ya Misungu. Wameshatulia kimya. Juzi wamesemaje tena kule? Wanakuambia jamani, masuala ya Damalo tuachane nayo na tufocus kwenda kuchukua point 3 muhimu uwanjani. Unaona sasa? Ndio maana nimekwambia wale watoto wapo kama mafuta taa. Waambieni hii ligi ya Tanzania ishajitenga. Kuna ligi kuu Tanzania bara ambao sisi tunachukua point 3 tukachukua ubingwa. Alafu kuna ligi ya kwenda kutaka point za Damalo. Kwa ligi ile ya kutaka point za Damalo, waambie waendelee, wasiishie pale. Mzungu anaingiza Kiingereza anakuambia no street not surrender. Unasandaje sasa? Endelea kudai point za Damalo. Wakati wako busy na Damalo, siko busy kuchukua point 3 muhimu. Mimi nikushukuru sana. Bwana tukutane kwanza tu kwa Mgalagaze timu. Bwana huyo TMM leo. Leo ataacha ndala. Waambieni akikuuliza Yanga kashinda ngapi kule nani walikoshindwa kuchukua point 3 kule Mwanza, waambie watu wameshinda hizo.